Bana, jambo kubwa ni kuonekana kwa pasi milioni katika hafla kubwa, hafla ya Young Africans. Bana, cha kushangaza ni pasi milioni anaonekana hapa. Pengine ni mwaliko ambao umepewa, akipokewa Godi Yanga sambamba na Kevo wakimpokea katika jambo kubwa. I am healthy. Ni mimi healthy, siku kubwa kabisa, siku ambapo Young Africans mjumbe wa FIFA kwa maana mjumbe wa kamati ya mashindano ataongea siku hii leo, lakini pasi milioni yamewasili hapa na anaonesha ni I am healthy. Pengine ni jambo ambalo limeonekana kuwashtusha wengi. Simba amewasili. Karibu ndugu yangu. Bana, fresh fire moto leo. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, nikiwa na afya njema tele. Ndipo ndugu yenu, kwanza nimefarijika sana. Juzi kati shabiki mwenzetu alikuwa anaumwa kwa kweli. Laksi mlijitokeza kwa wingi kwenye swala kama lile, swala letu sisi. Kwa hiyo nipo kama ndugu yenu. Karibu sana. Niko kama mdau wa mchezo wa mpira. Simba Ulaya, Zidane Mblati. Kama kawaida, pasi nyingi. Pasi nyingi. Yeah. Zidane bwana Mblati. Mimi nataka uniambie, umekuja hapa kwenye hafla ya rais wa klabu ya Young Africans baada ya kuteuliwa kwenye nafasi kubwa kule FIFA. Wewe umepata mwaliko huu kutoka wapi, au ni mapenzi yako tu kwa mpira wa Tanzania? Mimi ujue mtu wa football, na ukiona ngoma wenye ngoma ndio sisi, na ukiangalia duniani wenye mpira wao ni FIFA. Utakiwi tena tujaji kwamba alipata labda ile nafasi sijui kwa staili gani, mradi kwa maisha sisi tunakuwa tuko nao sisi watu wa football. Watokiangalia sio yeye peke yake, kuna ule dada mmoja, kuna wale Skaria, wote nao wamepata hiyo nafasi. Ndio starehe, kwa mfano kama mimi na starehe yote zaidi ya football ndio starehe yangu, na kushiriki ibada Nakujua. Chumvi ya mawe. Unamzungumziaje sasa rais wa Yanga kwa kupata hiyo position? Ni jambo la faraja na ni jambo la heri kwake mwenyewe binafsi. Amepambana kadiri ya uwezo wake ndio ilipofikia. Ni jambo kwa kweli la kumpongeza, na ukiangalia kila mtu anataka nafasi yake ipate, lakini ikifika wakati utafanikiwa kuipata. Nampongeza kwa hichi ambacho alichokifanya na hichi alichokipata. Maana hii ni nafasi kubwa, bila shaka inaongeza uzoefu katika karia yake ya mpira. Uone pia kwenye uongozi wake kama itawasumbua nyinyi sasa wapinzani wake, kwa sababu atakuwa anapata experience kutoka kwa viongozi wakubwa wa FIFA, anakutana na watu wengi. Kama juzi tu alikuwa Roma, Italy, alipata mwaliko wa rais wa PSG ambaye pia ni mwenyekiti wa vilabu barani Ulaya. Uone experience uzoefu anaopata kama utazidi kuwaletea shida kama wapinzani. Sasa tukirudi huku ndani, shida inakuwa ngumu kuwa kwenye shida, sababu ile ni swala la FIFA. Kama ni mjumbe wa vilabu kwamba kusema kwamba shida kwenye ligi yetu itakuwa kila timu ujue na style yake jinsi inavyoandaa mazingira kupata matokeo na kupatia wachezaji iliyokuwa nayo. Kwa hiyo kwenye mpira wetu iko tofauti na yeye cheo chake jisikilivu. Cheo chake ni rais wa mjumbe, yani ni mjumbe wa vilabu barani kwenye FIFA. Kwa hiyo ni kama mjumbe hii kwenye vilabu haitoleta shida, ni jambo la kawaida tu katika mchezo wa mpira miguu. Ni kumpongeza kwa hatua ambayo aliyofikia. Hata mimi Chumvi ya Mawe vile vile natamani vile vile niwe shabiki bora vile vile FIFA nao wanitambue. Simba Ulaya huyo. Kwa hiyo ni jambo la heri. Kwa hiyo ni jambo kwa kweli la kumpongeza. Alisumbui ligi yetu labda sana kule FIFA alikokwenda sana ajitahidi labda karibu labda na TFF na bodi ya ligi tuboreshe labda viwanja vyetu. Nafikiri vingi vimekuwa vile quality ya kupiga mipasi kile sana cha kukangabisi ile muda mwingi kinarukaruka. Juzi kawa tena mkapigwa 4. Hiyo kama kwa vile Chumvi ya Mawe, mimi nakujua ndugu yangu, unaga baya na mimi ukiniuliza swali nataka nikujibu, japo hapa sio sehemu yake sahihi. Nitakujibu. Tulicheza nao mechi ya kwanza tulipata 2-1, mechi ya pili tumefungwa 4-1, na kama ulivyokuwa unajua tena ukinunua panga kali au kisiki kali lazima ukatesti kwenye mpingo au kwenye chuma, sio unanunua panga kali kisiki kali unaenda kutesti kwenye mpapai, hapo na kwa hujafanikiwa. Chumvi ya Mawe ni kipimo tosha kwenye mpapai. Hiyo sasa unasema wewe Chumvi ya Mawe.
Godi, mbona unacheka sana? Kwa umefurahi sana kusikia matokeo ya mwakilishi wa FIFA nchini Tanzania. Wacha tumzungumzie rais wa FIFA, yani mwakilishi wa FIFA Tanzania, si ndio? Jumbe. Lakini ili swala lao kukando tuliache. Sababu ndugu yangu naweza nikamkwaza akashindwa kuendelea na shughuli. Kwa karibu sina kukaribisha kama mashabiki wa FIFA ambao tumefurahi sana kiongozi wetu kupata nyadhifa kubwa, lakini kama Mtanzania mwenzetu kama mwandamizi kwenye football ya nchi kupata nafasi kwenye FIFA ni kiasi kwamba na sisi mpira wetu saizi unatambulika duniani na viongozi wetu wanatambulika duniani, kwa maana sio watu wabaya, watu wanaongoza mpira vizuri. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kufurahia tukio la leo na kuwakaribisha ndugu yetu ukaonyesha uungwana na uungwana. Tumewalika watu wataendelea kuwasili na uzuri page ya Yanga imealika kila mwana mpenda mpira, si ndio? Inawezekana huyu bwana usijue labda akatumwa message, lakini inawezekana pia kaona kwenye page akasema hapana, siwezi kuacha kwa sababu yeye ni mtu wa mpira kaja. Na sisi tutawapokea watu wote wa football. Na Godi kazi hapo. Kuna watu walikuja tuliwaalika tu vizuri kwenye iftari, watu wakaleta maneno. Huyu amekuja kama mdau wa mpira. Kwa sababu inaweza ikaenda mitandaoni ikaonekana sasa huyu kama anashirikiana na Yanga. Huyu amekuja kwenye shughuli.